wananchi wa hapa Mtambaswala tunajua maendeleo ya nchi yetu. Nchi yetu ili iweze kusonga mbele, hakuna mtu kutoka Ulaya atakayekuja kutuletea haya maendeleo. Haya maendeleo yanaletwa na sisi. Nimetembea na lami kutoka kule kaskazini kule Arusha mpaka nimefika hapa boda hii ya daraja la Umoja ambalo linatuunganisha sisi Tanzania pamoja na wenzetu wa Msumbiji, wa Mozambiki. Lakini kote tunakopita ni lami. Sehemu ambayo hakuna lami ujue imefukuliwa, inatengenezwa hiyo nini? Hiyo lami. Inatengenezwa na pesa za kina nani? Za Watanzania ambao ni nani? Ni ninyi. Najua hapa wengi wetu hapa ni maafisa usafirishaji. Sisi akina nani? Akina bodaboda, maafisa usafirishaji. Tunamiliki hivi vyombo vya moto. Mojawapo kitu ambacho kinakuthibitisha kama wewe ni afisa usafirishaji ni kuwa na leseni halali ya kuendesha chombo cha moto. Sawa jamani? Utaratibu wa kupata hiyo leseni ilikuwa zamani lazima ufike TRA kule Mtwara, lakini sasa hivi tumerahisisha. Tuna mfumo wetu ambao tumeuanzisha unaitwa iDRAS. Huo mfumo unakuwezesha ukiwa na simu janja, sio simu kama ile pale. Ukiwa na simu janja utakuwa na urahisi kuingia katika mifumo hiyo na kujitengenezea namba ya utambulisho wa mlipa kodi ambao tunaita nini? TIN. Tunaita nini? TIN. Unaweza kuongezea TIN namba. Sawa jamani? Sasa hivi kama nilivyosema awali, ukinunua kule hakikisha unampa TIN ili kile chombo kiweze kuwa na jina la kwako. Mimi kama ni afisa usafirishaji, kama mwenzangu alivyosema, nimeambia nikabebe mzigo na kupeleka ng'ambo, hakikisha huo mzigo unakuwa na risiti. Sawa hapa je, mpaka huu wa kwetu huku hauko bize sana. Kuna mipaka mingine upande wa kule wanatutegemea na upande wa huku wanatutegemea. Kwa hiyo unakuta kila saa kuna bidhaa zinazotoka, mfano kama lese mpaka wa Tunduma. Kuna bidhaa zinazotoka Zambia na Afrika Kusini zinapita pale. Kuna bidhaa zinazotoka Tanzania zinaenda kule. Lakini hapa unakuta wenzetu sehemu kubwa wanatutegemea sisi. Kwa hiyo ili angalau pato la taifa letu liweze kuongezeka, hakikisha bidhaa zinazopita hapa ziwe na nyaraka halisi. Kama ni mazao, na mimi utapita kwa mtendaji atakugongea nani? Muhuri. Ushuru wa kijiji utakuwa umeshafanya nini? Umeulipa. Kama ni bidhaa za dukani, kule dukani utakuwa umefanya nini? Umepewa risiti halali. Na hiyo risiti angalau ionyeshe hata jina ya kule bidhaa inakoenda, mimi mnunuzi. Sawa jamani? Zoezi letu hii ya elimu ya kodi mlango kwa mlango limebeba pia elimu ya kodi dhidi ya magendo, madhara ya magendo katika mipaka yetu na karibu na maeneo yote ambayo yanapakana na nchi yetu. Ikumbuke kwamba mkoa wa Mtwara unapakana kwa ukaribu sana na nchi karibu ambayo ni Msumbiji. Kuna bidhaa mbalimbali zinazotoka Tanzania zinaelekea kule Msumbiji, nyingine zinatoka Msumbiji zinakuja upande huu wa Tanzania. Tumepata nafasi ya kuwafundisha wafanyabiashara walipa kodi ambao wako hapa maeneo ya Mtambaswala. Leo tuko hapa Mtambaswala, tumehitimisha kwa elimu ya kodi kwa maafisa usafirishaji ambao ni bodaboda ambao wanatumika kwa sehemu kubwa kubeba bidhaa kutoka Tanzania, wanazivusha upande wa pili, upande wa Beida, upande wa Msumbiji. Na wametuelewa ya kwamba ili angalau bidhaa iweze kupita kihalali hapa mpakani, ni vyema ikawa na risiti ya kule alikonunuliwa upande wa Tanzania. Tunachojua kwamba kuna bidhaa nyingine zinazotoka upande wa pili, upande wa Msumbiji. Wenzetu wa forodha wameendelea kufanya udhibiti wa mpaka kuhakikisha kwamba bidhaa zote hizi zinalipiwa kodi zinazoingia hapa Tanzania. Na ikumbuke kwamba hii taifa letu liendelee, tunatakiwa kusafirisha kupeleka bidhaa nyingi sana nje ya nchi kama export. Na export hiyo inatakiwa supported kwa kiasi kubwa na risiti zinazotokana na mauzo ya bidhaa hizo. Imekuwa ni somo kubwa kwa wananchi, lakini pia kwa wafanyabiashara kutambua umuhimu wa kulipa kodi na kuona umuhimu wa kulipa kodi kwa wakati na athari za kuchelewa kulipa kodi na athari za kutolipa kodi kwa wakati. Kwa hiyo kulingana na elimu hii, wananchi wamepokea na kutambua majukumu yao na kuona wao ni sehemu muhimu katika usimamizi wa swala la kodi kiujumla. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.